nafanya kile ambacho naona nafsi yangu inaweza. Sifanyi kwa kuweka deni kwamba lazima wewe ndio ufanye kwanza. Nikija kwenye msiba wako, nikija kwenye sherehe yako, nimekuja kwa sababu hiyo nafasi nimekuwa nayo au muda nao kama mwanadamu, na mimi hiyo ndio namna yangu ya kuishi. Kwa hiyo sitokudai kwamba nilikuja kwenye ulifiwa nikaja na mimi ninakaa msibani nikagua nani alikuja au nani anakuja, au ulikuja kwenye harusi yangu au nilikuchangia kwenye harusi yako basi lazima nichangie. Mimi siweki madeni ya namna hiyo. Nafanya kile ambacho naona kwa wakati huu naweza kufanya na naweza kutoa support. Kama wewe utaona nilifanya ni kubwa au lina tija kwako, unaweza kushiriki kwenye mradi. Na ni vizuri kushirikiana. Ushirikiano umoja unatengeneza nguvu kubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri kushirikiana na mimi pia kushiriki katika vitu vya watu na kuhamasisha watu waweze kushirikiana. Kwa hiyo mind the business kwa tukio. Siwezi kumind kwa sababu sifanyi kitu ili nimwekee mtu deni. Nafanya kitu kwa moyo wangu na kwa namna ambayo naona naweza kufanya. Okay, umetoka Nigeria. Na ile harusi ni taking over. Mimi naona kila kitu na watu kasema mimi nimefunika sana. Wakati harusi ile inafanyika nakumbuka I was there, ilikuwa kubwa. Ndio. Kila mtu alisema ni noma sana. Ndio. Wapo watu wanakompea. Na sijui hiyo experience yako wakikompea msumbua mwenye akili zenu wasanii labda kuona kwamba sisi tulifanya ilikuwa kubwa hivi. Hapa kama kwa maoni yako kwa ulichokiona na watu wanachokidiscuss, unaweza ukakisemea nini? Mimi nilioa nilipoona muda wangu umefika kuoa na kutimiza umri wa kuoa. Hazikuwa mbio za mashindano kwamba nataka kuoa kumzidi nani au kufanya harusi ya kumzidi nani. Ilifika wakati ambao naona sasa niungane na mwenzangu kutengeneza familia. Haikuwa kasi ya mbio kushindana ukubwa wa sherehe ama namna gani kitu kinaweza kufanyika. Kwa hivyo mimi sikuwahi kukompea harusi yangu na harusi ya mtu mwingine yote, wala sikuwahi kuchukua mfano kwamba harusi yangu ilikuwa kufikia wakati ambao nimeona ni wakati sahihi mimi kama kijana kuingia kwenye ndoa kwa lengo la kujenga familia. Na nashukuru Mungu, moja kati ya vitu ambavyo vilifanya harusi yangu iwe kubwa ni support ambayo watu waliitoa. Haikuwa kubwa kwa mimi kuamua au kwa mipango yangu kama sasa nataka nifanye harusi kubwa sana, bali watu wengi walipokea kwa moyo na walijitokeza na walisupport sana na nashukuru mpaka leo. Kwa hivyo hata mimi wakati Jux anaandaa jambo lake nimeshiriki kwa kiasi kubwa sana kutoka mwanzo, kwa sababu nakumbuka hatua za awali wakati ameanza mahusiano na mkewe wa sasa. Mimi mmoja kati ya watu mwanzoni kabisa tulikuwa tunazungumza, yuko kule kwenye tunaongea video calls na nini. Nadhani post niliomba mabosi umetoka kama hivyo, dada alipost clip Jux akamtumia nikapost na hivyo. Kwa hiyo toka mwanzo tumeshirikiana katika kuona jambo lake linawezaje kuwa kubwa na nzuri. Kwa hiyo linapozidi kuwa kubwa, mimi ni mmoja kati ya watu ambao nafurahi kuona nilishiriki kumwambia hili ni jambo jema, wanaenda kuingia kwenye ndoa inakuja na baraka. Na hata jana nilikuwa na chat naye, nyimbo zake 3 ziko kwenye charts kubwa za Nigeria. Nikamwambia unaona namna gani ambayo ndoa imekuja na baraka, na yeye mwenyewe anakiri hilo. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha kuona namna gani Jux ameweza kutuwakilisha kwanza sisi kama Watanzania, kuhakikisha sisi kama wasanii, lakini anaonyesha mfano bora na yuko na furaha kama kijana mwenzangu akiwa na furaha kama vile nafurahi. Ni vizuri kuona vijana wengi ambao wana furaha, wanafanya vitu positive, kama ambavyo mnaweza kuona challenges nyingi za watu kupata msongo wa mawazo afya ya akili na kitu kingine. Kuna kupata watu ambao wanafanya mambo makubwa mazuri ya kupendwa, tuna haja ya kupongezana. Na kiukweli Jux anafanya mambo kubwa sana. Ni moja kati ya harusi kubwa kwa kutokea Afrika. Kwa hiyo nampongeza, anafanya jambo kubwa na nimepokelewa. Unajua mara nyingi naambiaga hata rafiki zangu wengine, unapotaka kufanya jambo kama la harusi au nini, kutoka unapoanza usiwaze kwamba nataka kufanya harusi kubwa sana kufunika watu. Waza katika upendo na mvuto. Jambo la Jux limekuwa kubwa kwa sababu ya support pia kupata kwa watu, kwa sababu ya namna ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kulibariki kutokana na upendo baina yao wale watu wawili, na pia namna ambavyo Jux anaishi na watu wanaomzunguka. Watu wamejitolea, wamsupport. Hivyo ndio wanapaswa kuwa.
lakini angesema labda toka awali kama nataka nifanye jambo kubwa, labda ajitenge na watu afanye kama katika mashindano, labda watu wengine wangeona kuna haja ya kushiriki katika udogo au kushiriki, lakini watu wanafanya jambo kwa nguvu na kwa upendo kwa sababu ya aina ya mtu mwenyewe ambaye anafanya hivyo. Ndivyo vitu vinavyofanyika. Watu wakawa na hoji tunaona Nenga kwenye watu wakawa wanatupa mizigo sana. Kwa Nenga jana kwenye kutuza. Mchana mwingi hapa vipi? Kiukweli nilichange hela zangu kwa ajili ya kutunza, nilifanya hela za kutunza. Lakini kiukweli kulikuwa kati ya vita ya nafsi na tukio. Kwa hiyo nafsi ilishindwa, nikagundua nina mahitaji mengi sana niki Dar es Salaam, nahitaji kufanyia kazi. Basi bahati nzuri nilifanikiwa kuokoa baadhi ya kiasi kichache ambacho nilifanikiwa kutoa kilitosha, lakini hapo mchezo kama ni kiasi gani juu mtoto. Yaani uko umejiandaa bado mimi nikifika pale nifanye test kama dola siwezi kusema, lakini nilichange kiasi kingi sana ambacho baada ya kurudi kimeweza kufanya vitu vingi. Kwa hiyo nashukuru Mungu na vitu vingi nilifanya mabitu free huko. Kwa hiyo lakini nilitoa, sio kama nilitoa kabisa, nilitoa na nyingine niliwapa pia kama niliwahi kuondoka kwa mbili, niliwapa shida zangu nyingine naendelea nazo. Kwa hiyo zipo ambazo nilitoa na nikawapa na wengine watoe, lakini nilichobakisha ni kingi kuliko ambacho nilikitoa. Muziki wa Billnass Nigeria kwa muda mchache ambao umekaa kule kwenye harusi ya Afrobeats. Upoje? Na labda pengine kwa wasanii ambao pia wameenda kwenye harusi ya Billnass ukitoa Diamond Platnumz wewe na mke wako. Labda kuna namna ambavyo umepata labda exposure na connection na baadhi ya mastambo kwa Nigeria kwa maana kwamba collaboration na nini? Kwanza wasanii ambao tumeenda kwenye harusi sidhani kama ni mimi tunaifahamu. Alikuwepo jina hapo pia na nadhani Omidi Post pia alikuwepo, wasanii walikuwepo. Na mimi Nigeria sio mara ya kwanza kwenda. Kwa hiyo kuhusiana na muziki wangu Nigeria kiukweli ni bado kabisa, siwezi kudanganya. Natakiwa nifanye kazi kubwa sana bado sana. Kwa hiyo lakini wapo wanamuziki ambao wamefanikiwa, ngoma zao zilifanya vizuri Nigeria. Zipo ngoma kubwa, mfano wa Jaiva kutoka Utaka ni ngoma kubwa Nigeria. Nyimbo za Jux, nyimbo za Diamond nyingi sana kubwa. Bado pia kuna sehemu nilipita nikasikia nyimbo ya Kanisa Mdee, Nandi na Joboy. Nimesikia nyimbo sio kama nyimbo azili Harmonize, nimesikia nyimbo yake. Kwa hiyo tunayo nafasi, wapo wasanii ambao wanasikika zaidi, wapo wasanii wetu ambao wanasikika kidogo. Kwa sisi wengine bado kabisa tutaanza kusikika. Kwa hiyo ni swala la kulifanyia kazi na kuendelea kuhakikisha inawezekana, na inawezekana kwa kubwa kabisa. Ni swala la kutengeneza muziki ambao wenyewe utazungumza, kwa sababu muziki ni vibe. Ukipigwa nyimbo ya Jaiva kutoka Utaka, leo watu wana vibe, ni kama ni nyimbo yao. Hakuna mtu atabagua muziki unapokuwa mzuri na kufikia na anapata ile vibe ambayo anataka. Kwa hiyo soko la Nigeria sio kwamba ni soko rahisi, ni soko gumu kwa sababu pia na wasanii wengi na wenyewe wanategemea pia soko lao na soko la nje. Kwa hiyo sio soko ambalo watakupa nafasi ya kuingia. Lina namna yake. Wenzetu wanaingia nyingi sana za kulinda masoko yao, kwa sababu hii ni biashara ambayo inatimiza ndoto za vijana wao wengi. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kutengeneza mikakati ambayo inaweza kuturahisishia sisi kupita au kupenya katika hayo.